Kwa siku ya leo tunazungumzia habari za mtoto Perpetua Amana, binti ambaye ana umri wa miezi 7, alizaliwa na uzito pungufu na pia alizaliwa na matatizo ambayo ana ulemavu wa mikono. Mikono yake imeweza kutokea tu mpaka hapa na kiganja hakipo kabisa. Kwa hiyo mtoto huyu aliletwa hapa na alikuja naye ni mama yake mzazi kabisa. Baada ya kujifungua kwenye kituo cha afya, baadaye akapelekwa Kardinali Rugambwa, yeye akamwambia matibabu ya mtoto kama huyu unaweza kuyapata tu katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana. Kwa hiyo mama yule alifika na mtoto wake hapa, akajiandikisha jina lake, akahakikisha mtoto amepokelewa vizuri, akashinda usiku mmoja, asubuhi yake hatukuweza kumuona kabisa. Kwa jaribu kupiga simu zilizokuwa zimeandikwa kwenye nyaraka za taasisi yetu, zote zilikuwa hazipatikani, ikimaanisha kwamba namba ile haipo kabisa. Kwa mama yule alibakisha amefika katika mikono salama ya wanaamana, basi alitoweka. Na sisi bila hiana tukampokea mtoto wetu, tukaanza kumlea. Alikuwa na uzito wa kilo 1 na gramu kama 300, ulikuwa ni uzito wa chini sana. Kwa tukaanza kumlea, na hapo mwanzoni wauguzi peke yao ndani ya OD walikuwa wanapokezana kumweka kifuani kwa kwamba anapata joto la mama na pia ananyweshwa maziwa mara nyingi inavyowezekana iweze uzito wake uweze kuongezeka. Kwa kufanya hivyo na maana kwamba shughuli nyingine za hospitali zilikuwa zinaweza kuathirika kwa sababu wauguzi wale wanawalazimika kuhudumia wagonjwa wengine. Kwa wauguzi wa idara peke yao wakajili pamoja na madaktari wakajiorganize, wakatafuta yaya. Kwa yaya wa kwanza alipokuja kumuona hali ya mtoto akaona kwa kweli hataweza, lakini tunamshukuru kwamba amepatikana yaya ambaye mmemuona siku ya leo, na kwa bahati nzuri yaya huyu naye ni yatima, kwa hiyo hakupata upendo wa mama. Kwa hiyo amepata fursa na nafasi ya kutoa upendo kwa mtoto ambaye ni wa kipekee. Kwanza mtoto huyu ana asili za aina mbili. Anaonekana ni mchanganyiko wa Mtanzania na mtu mwingine wa bara la Asia au Ulaya. Kwa hiyo ni mtoto wa kipekee ambaye anatuunganisha sisi wote wa dunia zote na makabila yote. Lakini amekuja na upekee wake kwa kuwa na ulemavu wa mikono ambao haumzuii kabisa kufanya vitu vingine katika maisha. Anatabasamu, yuko vizuri kabisa. Na baada ya kupata upendo wa mama huyu mpya, yaya mpya, uzito wake ukakua kwa kasi kabisa. Kwa sasa tunavyozungumza ana uzito wa kilo 3 na gramu 600. Wiki iliyopita alikuwa na kilo 3 na gramu 500 tulivyoadhimisha siku ya mtoto njiti, lakini leo ana kilo 3 na gramu 600, ikionyesha kwamba uzito wake unaendelea kukua kulingana na upendo anaopewa na maziwa pamoja na matumizi mengine. Mtoto huyu ni wa kipekee, na kwa sababu ya upekee wake, siku ya kuadhimisha siku ya kangaroo, siku ya mtoto njiti, wanasema watoto walio uzito wapungufu, walikuja wenzetu wa Asembo, ni wadau wetu, waliposikia na kuona habari za mtoto huyu basi waliguswa sana, wakasema sisi kama Asembo Insurance ambao tuna wajibu wa kulinda jamii na kutoa huduma bora za bima, tunajitoa, tutampatia bima ya miaka isiyopungua 3. Kwa hiyo Perpetua anapata bima ya miaka 3 kutoka Asembo. Kwa sasa hivi usalama wake, matibabu yake yako yanazingatiwa kwa kupitia insurance ya Asembo ambayo atakabidhiwa siku hii ya leo. Kwa nini tulimuita Perpetua? Mama yake aliandikisha jina la Margaret, lakini kwa sababu alimwacha, basi mara nyingi watoto wanaandikishwa jina la mama yao. Akiweka ile tag tunaweka tunaandika jina la mama. Lakini tunaona mama amemwacha, tukasema lazima tumpatie jina ambalo litaanzisha maisha yake mapya. Tukamuita Perpetua, na maana yake ni upendo usiokuwa na kikomo. Na kwa kumpa jina hilo tu tayari tumeona mapenzi mengi kabisa katika jamii yanasogea kwa Perpetua, na hata idara ya taasisi yetu inaanza kuneemeka kupitia Perpetua, kwa sababu tumeona wadau wengi wanaguswa, wanakuja kutoa vitu vya kuwezesha idara ya watoto. Tunaona pampers zinakuja, tunaona maziwa yanakuja kutoka kwa wadau, tunaona bima yake inapatikana kwa Perpetua, na tunaamini mambo mengine mazuri yatafanyika kwetu. Kwa nini tuliamua kumchukua Perpetua? Perpetua sio mtoto wa kwanza kwetu. Nadhani mnakumbuka historia ya Bi Mariam. Yuko mtoto pia alitelekezwa hapa, na Bi Mariam akaja akaanza kumlea kwa kangaroo care. Bi Mariam bado yupo hapa, lakini watoto wenye mahitaji kama haya wapo wengi. Na Bi Mariam naye pia ana familia yake na ana watoto wadogo ambao anahitaji kuwalea. Kwa nyakati hii na majira haya tumempata binti mwingine ambaye mmemuona na anatoa huduma kwa Perpetua. Sisi kazi yetu ni kumlea katika njia ipasayo mpaka pale atafikia uzito ambao anaweza kwenda kwenye kituo cha kulelea watoto yatima wakaanza kumlea kule. Mwanzoni kwa Perpetua ilikuwa ngumu sana kwa hivi vituo kumpokea. Mara nyingi wanapokea wakiwa na kilo 2 na gramu 500, lakini kwa huyu Perpetua mpaka afike kilo 2 na gramu 500 tuna uwezo kumlea, atabaki kuwa na sisi hapa ndani mpaka pale ambapo iko taasisi ambayo itajitokeza au mtu yeyote atakayeamua kumchukua. Wakati wa kukata bima alihitajika kuwa na majina. Bahati nzuri wazazi tupo. Mimi kama mganga mfawidhi, jina langu likatumika kama baba wa mtoto, na afisa ustawi wa jamii jina kama mama, ili aweze kupata bima yenye majina na kutambulika. Hapa tuliposimama ni wodi mpya kabisa ambayo imejengwa kwa ufadhili wa Nest 360
ni taasisi ambayo inafanya kazi kwa karibu na hospitali ya rufaa mkoa ya Amana, na kwa kiasi kubwa sana imewezesha sana huduma za watoto wachanga hapa hospitalini kwetu. Na baada ya kuona uhitaji na sisi kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari, wakasema tutaungana nanyi, tutawajengea wodi. Kwa hiyo uwezo wetu sasa hivi wa hospitali ya Amana kuhudumia watoto wenye uzito pungufu na watoto wachanga wanaumwa imeongezeka maradufu, kwa sababu wodi hii ina vitanda 30 vipya, na katika eneo hili hapa kuna sehemu ya kutibu watoto wa kawaida, kuna sehemu ya kuweka ile ngozi kwa mama na mtoto. Lakini tumeenda mbali, tumeka pia nafasi ya kuweka ngozi kwa ngozi kwa baba na mtoto, mjomba. Kwa mtu anataka kujitolea kulea watoto hapa, sio lazima awe mwanamke. Hata akiwa baba, kuna sehemu rafiki kabisa, anaweza kuja akapata mazingira rafiki, akatoa huduma ile na moyo wake ukaridhika. Wakati huo pia tukapata taarifa ya mtoto Perpetua ambaye naye alizaliwa kama mtoto njiti na akiwa na mahitaji maalum. Sasa leo sisi kampuni ya bima ya Asembo, ikiwa kama sehemu yetu ya kutoa kwenye jamii, tumekuja hapa kwa madhumuni ya kutoa bima ya afya bure, ambayo bima hiyo itadumu kwa kipindi cha miaka 5 kwa mtoto Perpetua Amana. Bima hiyo itamwezesha yeye kupata matibabu ya kutwa, kulazwa, kutibiwa kwenye hospitali zote ambazo kampuni ya bima ya Asembo imeingia nao mkataba, ikiwemo hospitali ndogo, kubwa, hospitali za rufaa, hospitali za mikoa, na ataweza kupata huduma zote za kumwona daktari kawaida, daktari wa watoto. Lakini kadi ambayo Perpetua anakabidhiwa leo pia itamruhusu yeye kutibiwa nje ya mipaka ya Tanzania, hususani kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, kwa matibabu ambayo pengine anaweza kupata matibabu ana uhitaji huo nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni kadi ambayo inaweza kumpa aina zote za matibabu, na tumefanya hivyo pia ikiwa kama ni sehemu yetu ya kujitoa kwenye jamii, lakini tulisukumwa na juhudi ambazo zilifanywa na wafanyakazi wa hospitali ya Amana hospitali na wafanyakazi wake, lakini hususan manesi na wafanyakazi wa kitendo cha social work, jinsi ambavyo wao walimpokea mtoto huyu na kumhudumia toka mwanzoni mpaka wakati huu. Kwa na sisi tumeona tuunge mkono hizo juhudi zao ili tuweze na sisi kumsaidia mtoto Perpetua aweze kukua vizuri, akikuwa na afya njema, lakini wakati wote awe na uhakika wa kesho yake kwa kuwa na kadi ya bima kutoka Asembo Insurance. Kwa majina naitwa Rukia binti Asmani Ali. Mimi niliposikia kwamba Pepe anahitaji kuwa na mama, mamake kamkimbia, nilijisikia vibaya, leo iliniuma. Kwa hiyo nilijikuta tu moyo wangu nikajisukuma, nilipoambiwa nikasema ngoja tu niende kuwa mama yake. Anaendelea vizuri, anakula vizuri, namlea kama binti yangu mpaka leo. Nafurahi sana kuwa na yeye, najivunia yeye kweli.